Moja ya kitabu kilichonifundisha siri nyingi za kujenga utajiri na kufanikiwa kifedha ni hiki kitabu ambacho niko nacho siku ya leo, kinachoitwa School of Money. Moja ya vitabu bora sana. Nimesoma vitabu vingi sana duniani kama Richest Man in Babylon, Rich Dad Poor Dad, The Diary of a CEO, nimesoma Personal MBA, nimesoma vitabu vingi, Wealth Creation Principles na vingi. Lakini binafsi hiki ndicho kitabu kilichonisaidia kuliko vitabu vyovyote. Katika siku ya leo ninaenda kukufundisha siri za kujenga utajiri na kufanikiwa kifedha kutoka kwenye kitabu hiki. Nitakupa siri ambazo nimejifunza kutoka kwenye kitabu hiki. Nitakueleza katika namna rahisi kabisa itakokusaidia na wewe kuanza. Katika siku leo tutaenda kuzijadili siri kadhaa. Katika video iliyopita nilielezea, ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya video hii. Leo ni sehemu ya pili ya video hii, ambapo katika siku ya leo tutaenda kujifunza jinsi ya kutumia pesa za watu wengine kujenga utajiri. Kuna kanuni ambayo mwandishi anaita OPM, Other People's Money. Anasema matajiri ni mabingwa wa kutumia pesa za watu wengine kwa faida yao. Lakini pia nitakufundisha fikra za kiumaskini au tunaziita toxic mentality. Ameeleza mwandishi aina 5 ya mawazo na fikra ambazo ukiwa nazo lazima utakuwa maskini na utakufa maskini. Hizi ni fikra ambazo inabidi uziepuke. Kwa sikiliza mpaka mwisho wa video hii, itakusaidia sana. Inawezekana leo ukawa ni mwanzo mzuri sana wa safari yako ya mafanikio ya kifedha. Lakini ukiacha hizo fikra za kimaskini, nitaenda kukufundisha siri nyingine ya utajiri ambayo nimeipata kutoka kwenye kitabu hiki. Nitaenda kukufundisha utofauti mkubwa kati ya watu maskini na watu matajiri. Mwandishi ameelezea tofauti hizo. Watu matajiri wanafikiri vipi, wanawaza vipi, wana tabia zipi, wanatenda vipi, wana watu marafiki wa aina gani. Nitaenda kufundisha tofauti kati ya watu maskini na watu matajiri. Lakini kitu kingine ambacho nitakufundisha cha muhimu sana katika siku leo ni where do rich people come from, yani matajiri wanatokea sehemu gani. Kuna maeneo ambayo yanatoa matajiri zaidi kuliko maeneo mengine. Kuna shughuli ambazo zinatoa matajiri zaidi kuliko shughuli nyingine. Kwa hiyo lazima ujue matajiri wanatoka wapi kama unataka kuwa tajiri, ili uende sehemu ambako matajiri wanatokea, shughuli ambazo zinatengeneza matajiri wengi duniani. Lakini pia nitakufundisha, kuna kanuni ambayo mwandishi ameandika inaitwa Parkinson's Law, kanuni ya Parkinson's. Nitakufundisha ni kwa namna gani kanuni inaathiri watu maskini. Watu wengi, una kipato kidogo unakosa pesa kuweka akiba, kipato kinaongezeka, mshahara unaongezeka, bado akiba unakosa kuiweka. Nitakwambia ni kwa sababu gani. Kwa hiyo tutaenda kujifunza siri hizi za kujenga utajiri kutoka katika kitabu hiki. Na habari njema ni kwamba hiki kitabu tunacho dukani kwetu. Utakipata kwa shilingi 35 part 1, lakini pia kina part 2 yake. Kwa ni kitabu kizuri sana, binafsi nilikipenda sana. Ukihitaji hiki original kabisa chenyewe ni 1,70,000. Ni kitabu kimoja kizuri sana. Karibu sana. Kama ndio mara kwanza upo katika YouTube channel yangu, mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa tunapopokea somo jipya. Karibu sana. Kama nilivyokuambia bwana, leo nitaenda kukufundisha siri za kujenga utajiri, siri za kufanikiwa kifedha nilizojifunza kutoka kwenye kitabu hiki. Hakuna kitabu duniani na hapa Afrika kilichonisaidia kujifunza mambo mengi ya fedha kama hiki kitabu cha School of Money. Hakuna kitabu ambacho nimejifunza siri na kanuni nyingi za fedha kama hiki. Kama unavyoona, kwanza ni kikubwa, kina peji zaidi ya mia ngapi hapa. Ni kitabu kikubwa, kina peji 667. Peji 600 mzee, sio mchezo. Na ninakuhakikishia ukisoma hiki kitabu utakuwa na degree ya fedha na biashara. Hiki ukikisoma una degree ya fedha na biashara. Kwa kama ulisoma degree zingine chuo kikuu, hiki kitabu kina elimu kubwa tosha. So leo nitaenda kufundisha siri za kujenga utajiri nilizozipata katika kitabu hiki. Kabla ya kuendelea, video hii imedhaminiwa na Biashara Soft. Biashara Soft ni mfumo wa kusimamia biashara. Ukiwa na mfumo huu wa biashara, huhitaji kupiga mahesabu. Zama za kuandika mauzo, stoku ya bidhaa zako za dukani kwako kwenye madaftari, hizo zama zimepitwa na wakati. Kwa sasa hivi tumia mfumo wa Biashara Soft kusimamia biashara yako. Mfumo wetu, bidhaa ikikaribia kuisha, mfumo unakutumia ujumbe, bidhaa ikiisha, mfumo unakutumia ujumbe. Lakini kupitia mfumo wetu utaona bidhaa zinazotoka sana na bidhaa ambazo zinatoka taratibu, ili zile zinazotoka sana uendelee kuzinunua sana. Lakini kupitia mfumo wetu utaona royal customer, wale wateja wanaonunua kwako mara kwa mara. Lakini kupitia mfumo huu wa Biashara Soft utaweza kuona wateja ulionao kila wilaya, kila mkoa unaouza. Kama unauza mkoa nchi nzima Tanzania, utaona wateja ulionao Mbeya, Moshi, Arusha, Mwanza na katika wilaya zake. Mfumo wetu unatenganisha wateja kwa mikoa na kwa wilaya walizo nazo. Na zaidi pia mfumo wetu
kama unauza bidhaa zinazo expire, mfumo utakuonyesha bidhaa zinazokaribia ku expire na bidhaa zilizo expire. Kwa karibu sana bwana. Lakini pia mfumo video ya leo imedhaminiwa na Vikoba app. Mfumo wetu wa Vikoba unawasaidia watu kusimamia vikoba vyao kisasa kabisa na katika namna rahisi kabisa. Karibu sana bwana katika video ya leo. So zipo siri nyingi za kujenga utajiri nilizojifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha School of Money. Nianza na siri ya kwanza, ni jifunze kutumia madeni. Katika kitabu mwandishi anatuambia kama unatamani kuwa tajiri, jifunze kutumia kanuni inaitwa OPM, other people's money. Anasema watu matajiri ni mabingwa wa kutumia pesa za watu wengine kwa faida yao kwenye maisha. Lazima ujifunze kutumia pesa za watu wengine. Usiogope kukopa mpendwa, usiogope madeni. Ila sasa lazima uelewe kuna madeni mazuri na madeni mabaya. Kuna madeni ukiwa nayo ukiendekeza lazima ufe maskini. Madeni mabaya ni madeni ambayo unakopa pesa kwa ajili ya kwenda kutumia na sio kuzalisha. Madeni mabaya ni pale ambapo unakopa pesa lakini rejesho la mkopo ule halitokani na ule mkopo. Si unanielewa mpaka hapo? Kwa kuna hizo tafsiri mbili za madeni mabaya. Kwa swala si kukopa au kuwa na madeni. Swala ni kukopa mikopo mizuri na kuwa na madeni mazuri. Kwa swala sio kuogopa mkopo. Na binafsi mimi ni mtu ambaye nakopa sana. Yaani kwenye kikoba changu tuna kikoba ambacho tunaweka hela tunakopa. Kwenye kikoba changu mimi naweza kuwa mtu wa pili kwa kukopa sana. Kama sio mtu wa pili naweza nikawa ni mtu wa tatu. Na hata sasa nina mkopo naendelea kulipa. Kwa tengeneza mazingira ya kukopesheka. Moja ya sifa kubwa ya watu wanaofanikiwa kifedha ni watu ambao wanakopesheka kirahisi. Na mwandishi anatufundisha kama unataka kufanikiwa tumia hii kanuni inaitwa OPM, other people's money. Na habari njema ni kwamba zipo njia tatu za kutumia pesa za watu wengine kuzalisha pesa kwa faida yako. Kwa sababu hapo unatakiwa utumie pesa za watu wengine kuzalisha pesa. Kwa zipo njia kubwa tatu nitakwambia. Lakini kabla sijakwambia, kama utategemea pesa zako mwenyewe kufanikiwa kifedha, safari yako ya mafanikio ya kifedha itakuwa ndefu sana. Kama ulitakiwa ufanikiwe ukiwa na miaka 28, unataka kujikuta mpaka una miaka 40 bado unatafuta maisha tu, kwa sababu unataka kutumia pesa zako tu. Pesa zako haziwezi kutosha. Kwa nini utumie pesa zako wakati kuna watu, kuna taasisi, kuna kampuni inaweza ikakuamini kwa milioni 10, milioni 50, milioni 100, milioni 200? Mimi ni muumini mzuri sana kutumia pesa za watu wengine. Nina kampuni ya teknolojia hii, fintech company ambayo inaitwa Biashara Soft. Hii ni kampuni ya teknolojia ambapo huku nimetumia pesa za mtu mwingine ambaye nimemuuzia sehemu ya kampuni yangu. Yeye ameleta pesa nyingi sana, Lakini pia natumia pesa za watu wengine kupitia mikopo. Kwa kuna njia mbalimbali za kutumia pesa za watu wengine. Pesa za watu wengine zinatusaidia kufikia mafanikio ya kifedha kirahisi na kwa haraka. Sasa kuna njia tatu za kutumia pesa za watu wengine. Njia ya kwanza ni kupitia mikopo. Ambapo mikopo unaweza kupata kwenye taasisi rasmi za fedha, kwenye taasisi rasmi za fedha ambapo yani kwa mfano benki. Sasa ili upate mkopo wa benki lazima una biashara inayoeleweka, unaleta bank statement, lazima pia una dhamana ya mali sio ameshika. Sasa hiyo kidogo kwa watu wengi wanaoanza kujitafuta kupata mikopo kupitia benki ni changamoto sana. Sasa unaweza kaachana na njia ya kupata mikopo kupitia benki. Kuna njia ya pili ambayo mimi binafsi naipenda sana, ni njia ya vikoba. Unatafuta kikundi cha watu waliokutana kwa ajili ya kuweka akiba. Unaweka akiba. Kwenye vikoba unapewa mara 3 ya akiba yako. Una akiba milioni 1 unapewa milioni 3. Una akiba milioni 10 unapewa mkopo milioni 30 tena bila dhamana. Vikoba vingi vina utaratibu huo. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa hiyo hii njia ya vikoba ni nzuri na mimi binafsi naitumia. Na bwana, vikoba sio kwa ajili ya wanawake tu. Na vikoba sio kwa ajili ya maskini. Kuna watu wanamtazama kwamba vikoba ni kwa ajili ya wanawake. Hapana. Wanaume wengi wako kwenye vikoba. Rais wa vikoba wa sasa anaitwa Coach Mohamed Basanga, ni mwanaume huyu. Lakini kuna vikoba vya bodaboda, kuna vikoba vya madereva wa daladala, kuna vikoba vingi. Nikisema vikoba, achana na tafsiri unazojua wewe. Vikoba ni kikundi cha watu waliokutana kwa lengo la kuweka akiba na kuwezeshana kiuchumi. Achana na mtazamo kwamba vikoba ni kwa ajili ya wanawake. Pia achana na mtazamo vikoba ni kwa ajili ya maskini. Na wafahamu watu ambao wako kwenye vikoba. Kuna wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wana vikundi vyao. Kuna watu ambao ni matajiri wanaingiza zaidi ya milioni 100 kila mwezi, wako kwenye vikoba vyao. Jambo la muhimu, tafuta vikoba kinachoendana na hadhi na kipato chako. So vikoba ni njia rahisi zaidi. Kama unahitaji muongozo zaidi kuhusiana na vikoba, unaweza kunitafuta. Na pengine naweza nikakusaidia kuunganisha na vikoba vya watu ambao vinaweza vikakusaidia kiuchumi. Ukiachia kutumia mikopo kutoka kwenye taasisi za fedha, mikopo kutoka kwenye vikoba, kuna njia nyingine ya kutumia mikopo kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki. Ili watu wakuamini kwa kukupa pesa zao, lazima uaminifu kwa mambo madogo. Usipokuwa mwaminifu kwa mambo madogo, watu wasipokuamini kwa laki, hawawezi kukuamini kwa milioni. Uaminifu kwa ndugu. Wengi tuna ndugu ambao wanaweza kutusaidia, lakini kwa sababu ya tabia zetu tumejijengea namba ambayo hawanashindwa kutuamini kwa pesa nyingi. Kuna watu mnahitaji mtaji wa kuanzia biashara, mna ndugu zenu na hela nyingi, anaweza kukupa milioni 2, milioni 3, milioni 5, milioni 10 mpaka milioni 30. Na hawa ndugu wanaweza kaa si ndugu, ni baba yako tu,
Ni kwa namna gani unaishi na baba yako, ni kwa namna gani unamuonyesha wewe ni mtu mwenye nidhamu, anaweza kukupa mtaji wa hadi milioni 100 mpaka milioni 500 au milioni hata 10 tu, hata 5 pia inaweza ikakusaidia. So njia ya kwanza kutumia pesa za watu wengine ni kupitia mikopo. Nimeeleza mikopo kutoka kwenye benki na taasisi za nyingine za fedha kama microfinance. Nimeeleza mikopo kutoka kwenye vikundi vya kuwezeshana kiuchumi, vikoba na SACCOS, lakini nimeeleza pia mikopo kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki au wazazi. Sasa ukiachia mikopo, njia nyingine ya kutumia pesa za watu wengine ni kupitia kupata investor au business partner. Ubia. Hapa ni pale ambapo unaanzisha biashara, inaweza isiwe kampuni, ikiwa kampuni itakuwa bora zaidi na utavutia watu serious na utapata hela nyingi. Unaanzisha kampuni au biashara ambayo unauza sehemu ya biashara yako kwa watu wengine, watu wanakuja wanakupa pesa. Hiyo ninayokuambia mimi binafsi nimeifanyia kazi na imenisaidia. Nimeanzisha kampuni ni kubwa tu ya masuala ya teknolojia na nimepata pesa nyingi kwa kuuza sehemu ya kampuni yangu. Sasa kuna kasumba, vijana wengi tuna changamoto ya kutaka kumiliki kampuni peke yetu. Yaani unataka uwe na kampuni unamiliki 100%. Nikwambie, tajiri wa 7 kwa sasa hivi anaitwa Bill Gates, alishawahi kuwa tajiri wa kwanza duniani. Yeye anaimiliki kampuni yake ya Microsoft kwa 1.6. Zaidi ya 99 hiyo nadhani 98.6 inamilikiwa na watu wengine. Lakini hiyo 1.6 ya Bill Gates anayoimiliki inamfanya kuwa miongoni mwa watu 10 matajiri zaidi duniani. Kuna msemo unasema a thrice of something big is much worth than a whole of something small. Yani kipi bora, kumiliki mto mzima peke yako au sehemu ndogo ya bahari? Njia nyingine ya kutumia pesa za watu wengine ni kuhakikisha unauza sehemu ya kampuni yako au biashara yako. Inaweza isiwe kampuni, anza hata na biashara ndogo, au unaweza ukaanza na kampuni. Na habari njema ni kwamba sio lazima eti kwamba una kampuni limeanza. Mimi nimepata mwekezaji kwenye biashara yangu, kampuni hata haijaanza yani. Kwa hiyo sasa hapa lazima uwe ni mtu ambaye una uwezo wa kucommunicate vision unao. Uwe na mtu ambaye una uwezo wa kuwasilisha maono yako vizuri. Ili ni somo jingine, endelea kunifuatilia, utajifunza mambo mengi. Sasa kwa kubwa niliyokuelekezea, hii ni siri ambayo nimejifunza kutoka kwenye kitabu hiki, inaitwa Other People's Money. Jifunze kutumia pesa za watu wengine. Ukiacha siri hii, mwandishi pia anaeleza siri nyingine zitakazo kusaidia kufanikiwa. Jua kutumia other people's time. Jua kutumia muda wa watu wengine effectively. Muda wa watu ambao ni mamenta wako, jua kutumia muda wao vizuri. Kuna watu mnapata nafasi ya kukaa na watu wenye akili kubwa, lakini mnashindwa kutumia akili zao, muda wao, kwa sababu mnashindwa kutumia muda vizuri. Hii inaweza kaa pia kutumia muda wa wafanyakazi wako. Ukiachia other people's time, kuna other people's energy. Jua kutumia energy, nguvu ya watu wengine kwa faida yako. Pia mwandishi anasema jua kutumia other people's ideas. Jua kutumia mawazo ya watu wengine. Dunia hii bwana haijaendelezwa na mtu mmoja. Kampuni yote kubwa unayoiona ilianzishwa na mtu mmoja, lakini watu wengine ndio walisaidia kukua. Jifunze kutumia mawazo ya watu wengine. Hiyo ni siri nyingine niliyojifunza kutoka kwenye kitabu hii ambayo inaitwa OPM, Learn how to use other people's money, au kwa kifupi inaitwa OPM. So ukisoma kitabu hiki utajifunza kwa kirefu. Kama nilivyowaambia, kitabu kipo part 1 ni 35, part 2 ni 35. Kwa 70,000 tu unaweza kusoma kitabu ambacho kikabadili maisha yako completely, haraka kabisa, bila kuendelea kupoteza muda. Twende katika siri nyingine katika siku ya leo. Tukija katika siri nyingine ya kujenga utajiri niliyoipata kutoka kwenye kitabu changu bora zaidi cha kujenga utajiri ni hiki. Ni hii siri ambayo inaitwa Dimensions of Poverty. Kwenye kitabu hiki nimejifunza kwamba umaskini sio pesa tu. Kuna aina ya umaskini mbaya zaidi kuliko umaskini wa pesa. Na actually watu wengi si maskini wa pesa. Unaanza kuwa maskini wa vitu vingine kwanza, ndo unakuja kuwa na umaskini wa pesa. Yaani kuna aina umaskini ambayo ndio inaanza, inaokuja kupelekea uwe na aina nyingine ya umaskini wa pesa. Yaani watu wengi wanafikiri wao ni maskini wa pesa tu. Kutokuwa na pesa ni matokeo ya vitu fulani. Kuna kanuni moja inaitwa the law of cause and effect, kanuni ya kichocheo na kanuni ya matokeo. Kanuni inasema kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu. Kuna sababu za watu fulani kuwa maskini na kuna sababu za watu fulani kuwa matajiri. Watu hawawi maskini kwa bahati mbaya tu na watu hawawi matajiri kwa bahati. Kwa kwenye kitabu nimejifunza kwamba kuna aina ya umaskini ni mbaya zaidi kuliko umaskini wa pesa, na kuna aina ya umaskini ndio inatangulia kwanza alafu inakuja kuonyesha umaskini wa fedha kwa baadaye. So kuna dimensions of poverty nimejifunza kwenye kitabu hiki. Dimensions ya kwanza ni financial poverty, ambayo sitaiongelea, wengi tunaijua. Pale ambapo unakuwa unahitaji pesa lakini pesa unazozipata haziendane na dhikizi, mahitaji na matakwa yako. Unaishi maisha magumu sana. Unakaa sehemu usiyoipenda kwa sababu una hela, unakula chakula usichokipenda kwa sababu una hela. Utafanyaje sasa? Una chaguo. Aina ya pili ya umaskini ni mental poverty. Mental poverty ni pale ambapo unakuwa na umaskini wa mawazo. Hujui nini cha kufanya. Hujui nini cha kufanya kwenye biashara yako. Hujui nini cha kufanya kwenye ajira yako. Hujui nini cha kufanya kwenye ndoa yako. Hujui nini cha kufanya kwa watoto wako. Yaani wewe una umaskini wa idea. Umaskini wa idea unatokana na umaskini wa maarifa. Kwa hiyo huna mawazo. Hujui nini cha kufanya. Kuna wengine ana hela lakini hujui ufanye biashara gani.
poverty ideas, yani hiyo mental poverty. Aina nyingine ya umaskini ni social poverty, na hii umaskini mbaya sana. Huna watu kwenye maisha yako wa muhimu, huna watu wa muhimu. Na swala si tu kutokuwa na watu wa muhimu, kuwa na watu wa muhimu wanaokuamini, potential people ambao wanaweza wakakuamini, wakawekeza kwenye mawazo yako, wakawekeza kwenye kampuni yako, wakawekeza kwenye maono ulionayo. Social poverty, hapa ndo pale ambapo unahisi una watu wengi kwenye maisha yako, lakini ukija kupata matatizo unakuja kugundua ulikuwa huna mtu yoyote. Una followers 10,000 kwenye mitandao ya kijamii, 100,000, 500,000. Ukipata shida, hapo ndo utagundua una watu au hauna watu. Sisi tunaelewa na social poverty ni umaskini mbaya sana, na jambo kubwa nililojifunza kwenye maisha, lazima ujue kuishi na watu vizuri kama unataka kufanikiwa. Na jambo kubwa nililojifunza kwenye maisha, watu wanaofanikiwa zaidi kwenye maisha sio wale wenye akili kuliko watu wengine, sio wale wenye vipaji kuliko watu wengine, bali ni watu wanaojua vyema kuhusiana na watu kwenye maisha. Watu ndo wateja, watu ndo wawekezaji, watu ni wafanyakazi. Usipokujua kuishi na watu, hautakuja kutoboa kwenye maisha yako. Social poverty. Ukiwa na social poverty kubwa kwenye maisha yako, hutapata mtaji wa kuanzisha biashara, hutapata wateja, hutapata mentors. Unahitaji mentors kwenye maisha yako. Aina nyingine ya umaskini ni non-achievement. Umaskini wa kutokuwa na progress yoyote. Unasikia msemo unakwambia he was born, he lived and he died. Yani alizaliwa, aliishi, alikufa. Yani siku ya kuondoka kwako duniani ndo wasifu wameumaliza hivyo. Yani ulikuwa huna lolote la maana ulilolifanya katika hii dunia. Huo nao ni maskini mbaya. Yani tofautisha movement na progress. Kuna watu wana move lakini katika hawana progress yoyote. Una maendeleo, una hatua unazozipiga. Aina nyingine ya umaskini ni knowledge poverty. Hapa ndo pale ambapo una knowledge zozote, una skills zozote. Shule yako iliishia pale ambapo ulimaliza form 4, ulimaliza la 7, ulimaliza chuo kikuu. Huu ni umaskini mkubwa sana, knowledge or skills poverty. Aina nyingine ni spiritual poverty. Sasa hii ndo mwandishi ameeleza ndo aina mbaya zaidi ya umaskini. Mwandishi anaeleza kwamba binadamu sisi tunaishi katika ulimwengu wa aina mbili kwa wakati mmoja, ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Na ulimwengu wa kiroho ndio unaotawala ulimwengu wa kimwili, una nguvu zaidi. Na mambo yanayotokea, yanaanza kutokea mambo kwenye ulimwengu wa kiroho ndio yanaokuja kwenye ulimwengu wa kimwili. Na kwenye ulimwengu wa kiroho ni kwamba ukiwa na nguvu za kuishi katika ulimwengu wa kiroho, una uwezo wa kuongoza mambo yanayokutokea katika ulimwengu wako wa kimwili. Kwa hiyo lazima uepukane na hii spiritual poverty au spiritual death. Kuna watu wamekufa kiroho. Kifo sio tu cha kimwili kama ambavyo watu wanakijua. Hii physical death au biological death. Kuna kifo cha potential death, unaishi tu huku unaishia. Una kipaji, una potential, una kusudi. Ukiachia hiyo potential death, pia kuna spiritual death. Kwa hiyo ndio hiyo hapo. So hiyo ni pati muhimu sana nimejifunza. Soma kitabu hiki, nimekwambia part 1 ni 1035, part 2 1035. Ni kitabu kikubwa kama unavyoweza kuona hapa. So twende katika siri nyingine ya kujenga utajiri niliyojifunza kwenye maisha yangu. So kabla tujaendelea, jitafakari, wewe una umaskini wa aina gani? Je, ni financial poverty au inawezekana kuna watu mnahisi nyinyi ni matajiri, kumbe hata sio tajiri. Unaweza kuwa unahisi wewe ni tajiri, kumbe hauna utajiri wowote. Yaani pesa zako bado hazikustahili kusema wewe ni tajiri. By Forbes, ili uwe tajiri unahitaji kuwa na mapato yanayozidi 1 bilioni kwa mwaka. Kwa hiyo kama unaingiza chini ya hapo, inawezekana wewe ni mtu wa kipato cha kati na wala sio tajiri. Na ili uwe tajiri lazima una uwezo, asset zako zote zikijumlishwa kwa pamoja zinafikia thamani ya bilioni 2, au uwe na uwezo wa kuingiza bilioni 1 kwa mwaka na kuendelea. Hapo ndo wewe utaitwa mtu tajiri. Kinyume na hapo unaweza kuwa ni mtu wa kipato cha kati, kwa sababu kuna tofauti kati ya rich and wealthy peoples. Kwa Kiswahili hamna tofauti ya moja kwa moja, wote wanaonekana ni matajiri, lakini rich and wealthy people ni tofauti. Rich people ni wale watu ambao wana pesa nyingi. Wealthy people ni watu ambao hata wakiacha kufanya kazi bado wanaishi maisha yale yale ya kiwango kile kile. Twende kwenye siri nyingine. Moja ya siri muhimu sana ya kujenga utajiri niliyojifunza kwenye kitabu hiki, na ambao nikwambie tusijajifunza kwenye kitabu kingine, ni kwamba utajiri unaanzia kichwani, na umaskini vivyo hivyo unaanzia kichwani. Yaani kama hujaiona milioni 1 kwenye akili yako, utaiona kwenye akaunti yako ya benki. Kama hujaiona bilioni 1 kwenye mawazo, kwenye akili, kwenye maono, hautaiona kwenye akaunti yako ya benki. Sasa mwandishi katika kitabu hiki cha School of Money kutoka kwa Olamide Emmanuel, mwandishi anatufundisha kwamba umaskini unaanzia kichwani, na kuna fikra na mawazo ukianayo, sahau kabisa kuhusu kujenga utajiri. Sahau kabisa kuhusu kuuaga umaskini. Ukiwa na mawazo haya, ameeleza hapa aina za mawazo zinazochochea umaskini. Ametueleza hapa kuna aina ziko 5 za mawazo ambayo yanachochea umaskini. Aina ya kwanza ya mawazo yanaitwa nomadic mentality. Nomadic mentality ni yale mawazo ya wewe
una permanent address, una permanent job. Yani wewe una biashara ya kudumu, una makazi ya kudumu, una ajira ya kudumu. Yani wewe ni mtu ambaye una move kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo jingine. Leo unaishi Mwanza, unaona maisha Mwanza ya kulipi, unaenda kutafuta maisha Mbeya, unaenda kutafuta madini huko Arusha, unaenda kutafuta maisha tena Kigoma, sijui unaenda mwisho siku unakuja Dar kutafuta maisha. Haya, umeajiriwa. Leo umeajiriwa kama mtu wa masoko, kesho umeajiriwa kama mtu wa mhasibu. Yani unapiga kote kote. Kesho unaenda kwenye biashara. Unauza leo nguo, unakuja unabadilisha, unauza simu, unakuja unaacha, unaenda kufanya kilimo cha matikiti, unaona kikulipi, unaenda kutafuta ajira. Hiyo ndo magic mentality. Wewe una ajira ya kudumu, una biashara ya kudumu, una makazi ya kudumu. Ukiwa ni mtu wa namna hiyo, ndugu yangu, lazima usifanikiwe. Mimi tangu nimemaliza chuo nafanya kitu kimoja, tusina kitu kingine nafanya, kuwafundisha watu kupata elimu ya fedha na biashara. Nadhani ndio maana wengi mmekuja mmenifahamu. Inawezekana kwa wengi nyinyi mkaniona mimi sijafanikiwa, lakini mimi nimefanikiwa sana nikijilinganisha na yule niliyekuwa jana, nikijilinganisha na yule niliyekuwa miaka mitatu, miaka mitano, na nimefanikiwa sana nikijilinganisha na kule nilikotoka nyumbani kwetu. Tunajua kwa sisi, kwa watu wa kule mikoani kule, kuonekana tu kwenye TV ni mafanikio makubwa sana. Kukaa na viongozi wakuu ya nchi kama mawaziri ni mafanikio makubwa sana. Kuaminiwa na watu wakubwa, viongozi wa serikali, kwa kwangu mimi ni mafanikio makubwa sana. So sikuwa na nomadic mentality, imenisaidia kufika hapa nilipo. Yani sikuwa nabadilisha kazi, ajira. Lazima ujitambue, ujue umekuja kufanya nini duniani, ufanye kazi kwa kuzingatia kusudi la maisha yako. Aina nyingine ya mentality ambayo ukiwa nayo sawa kuhusu kujenga utajiri ni consumption mentality au consumer mentality. Mwandishi anaeleza hao ni wale watu ambao wakipata tu pesa, kwenye akili yao inaanza kuja matumizi na sio kuanza kuwekeza. Hata wewe sasa nikikupa tu milioni moja, kwenye akili yako haitakuja kununua hisa za CRDB, haitakuja mawazo ya kununua NMB kwanza. Hayo mawazo yatakuja, lakini ikiwa imebaki hela kidogo au hela imeisha kabisa, ndo akili itakujia. Lakini wengi tukipata tu pesa tunaanza kuwaza either kulipa madeni, kununua umeme, kulipa kodi, kulika nini. Hiyo ndio inaitwa consumption mentality au consumer mentality. Achana na mentality na mimi kama unataka kufanikiwa, na tawaliwa na investment mentality. Kuanzia sasa ukipata tu pesa, cha kwanza prioritize kuweka akiba. Na habari njema ni kwamba unahitaji kuweka akiba nyingi ili kufanikiwa kifedha. Anza hata na 10%. Kila ukipata pesa, toa 10% mpaka 20% ya pesa yako. Umepata 1000, toa 100. Umepata 10,000, toa 1000 au 2000. Umepata laki, toa 10,000, 20,000. Umepata milioni, toa 100,000, 200,000. Weka kwenye akiba. Na hiyo akiba unayoiweka, usiweke akiba kwa ajili ya kulipa kodi. Nazungumzia kuweka akiba, kuiwekeza, kuweka akiba, kuanzisha biashara au kukuza biashara. So achana na consumption mentality au consumer, nenda na investment mentality. Mawazo ya tatu, na binafsi hili ni wazo ambalo limetengeneza maskini wengi sana. Mawazo ya tatu ambao ukiwa nao lazima uwe maskini ni victim au entitlement mentality. Hii victim mentality bwana, ni ile hali ya kuamini kwamba uko hivi ulivyo leo kwa sababu ya mtu fulani au mazingira fulani. Hawa ndio wale watu ambao wana excuse ya ugumu wa maisha walionao. Always anakuambia it's because I'm black, mimi ni mweusi. Watu weusi si unatujua bwana, hatuwezi kufika popote. It's because I'm Tanzanian, mimi ni Mtanzania bwana. Kwa hiyo Mtanzania hawezi kuwa bilionea bwana. Asichokijua kuna watu wengi ambao wamefanikiwa kwa kuwa Tanzania. Mwingine anakuambia mimi ni yatima. Una miaka 30 bado unasema wewe ni yatima. Yaani unaamini kwamba wewe ni maskini au una maisha magumu kwa sababu kuwa na wazazi. Kuna mwingine anakuambia ni maadui zangu wao, analaumu adui zake. Mwingine nimemwambia it's because I'm not educated. Yaani wewe una miaka 30 unaamini una mafanikio kwa sababu una elimu. Wakati kuna matajiri wengi Tanzania, mabilionea, hawajafika elimu ya chuo kikuu. Wameishia form 4, wengine wameishia darasa la 7. Kwa achana na kisingizio cha kwamba una elimu. Kuna mwingine anakuambia mimi natokea kwenye familia maskini, maji hufuata mkondo, anatumia huo msemo. Vitu ambavyo sio vya kweli, kwa sababu asilimia kubwa ya matajiri duniani, 80% ya matajiri duniani wanatoka kwenye familia maskini na hawajarithi utajiri wao. Kuna wengine wanakuambia because mimi ni, yani watu wana visingizio. Mwingine anawalaumu wazazi wake kwa kuwa na maisha alionayo. Kuna mwingine analaumu mwenza, kwa mimi asingekuwa yule mwanamke ningekuwa mbali sana, asingekuwa yule mwanaume ndo kanipotezea dira kwenye maisha yangu. Always hao watu wenye victim au entitlement mentality, always wana watu wa kuwalaumu. Kuna mwingine analaumu serikali. Yani kuna mtu anaamini ana miaka zaidi ya 30 analaumu serikali. Anaamini ugumu wa maisha alionao ni kutokana na Chama cha Mapinduzi. Ndio maana anachukia sana wanasiasa, anachukia. Ni kweli ni kwamba watu wanaweza kukupelekea kufeli, lakini ili ufeli lazima wewe uamue. Mmoja ya mke wa rais wa Marekani anasema hakuna mtu anaweza, no one can make you inferior. Hakuna mtu anaweza kukufanya wewe dhaifu bila idhini yako. Yani wewe ukiwa dhaifu, mke wako, mume wako hawezi kufanya wewe kuwa dhaifu, wazazi hawezi kufanya kuwa dhaifu,
Serikali haiwezi kufanya wewe kuwa dhaifu. Ukiwa dhaifu umeamua. Ndio maana katika nchi hii ambayo ina majanga na matatizo kibao, kuna mifumo ya kiuongozi, kuna mifumo mibaya ya kodi ambao watu wengi wanailaumu. Katika hii nchi imetengeneza bilionea mkubwa duniani. Mohamed Dewji wengi mnamjua. Mnajua ni tajiri wangapi Mohamed Dewji? Kwa Tanzania ni tajiri wa kwanza, East Africa ni tajiri wa kwanza. Anatoka kwenye nchi ya Tanzania. Kenya na uchumi mkubwa kuliko sisi, lakini haina bilionea, USD bilionea hata mmoja. Mohamed Dewji anatokea kwenye nchi ambao watu wengi tunailaumu kwa mambo mengi sana, lakini Mohamed Dewji ni tajiri wa 12 Afrika, na Mohamed Dewji ni miongoni mwa watu 3000 matajiri zaidi duniani. Duniani kuna watu bilioni 8 mpendwa. Katika bilioni 8 ukitaja watu 3000, Mohamed Dewji yupo. Anatoka Tanzania, anatoka Afrika. Huna excuse ya kuwa maskini kwenye maisha. Haya, lakini aina nyingine ya mentality ambayo ukiwa nayo lazima ufe maskini ni civil service mentality au salary mentality. Hii ni hali ya kuamini kuegemea mshahara na kutegemea mshahara tu. Huwezi ukafanikiwa kwa kutegemea mshahara. Unaweza ukafanikiwa kupitia mshahara, lakini si kutegemea. Kupitia ni pale ambapo unatenga 20% ya kila mshahara wako kila mwezi, 10%, 20, 30 unaiwekeza, unaweka akiba, unakuja unaanzisha biashara, unaanzisha, mwisho wewe unaweza kustaafu hata mapema. Kwa hiyo civil service mentality au salary mentality, mawazo ya kutegemea ajira tu. Yaani wewe una mawazo ya chanzo kingine cha mapato. Unawaza ajira tu. Una mpango wa kuja kuanzisha biashara, una mpango wa kustaafu mapema. Unataka ustaafu ufike miaka 60. Bora uwe na mpango wa kustaafu mapema, usistaafu, utafanikiwa. Yaani ukiweka lengo na miaka 30, 40, weka lengo nataka nistaafu nikiwa na miaka 50. Siku utakayotaka kustaafu utakuja kuwa na pesa nyingi zitakazo kusaidia. Hata kama utaendelea na ajira, utakuwa na pesa kuliko ukiwa una malengo kabisa. Aina nyingine ya mentality inaitwa materialism mentality. Hali ya kwamba yani wewe unatafuta pesa kwa faida yako tu. Una athari chanya yoyote unayotaka kuleta duniani. Unatafuta pesa kwa ajili yako wewe tu na mke wako, mume wako na watoto wako. Hilo ni kosa kubwa sana. Hii inaitwa materialism, prosperity mentality. Yaani wewe unatafuta pesa kwa faida yako. Nikikuuliza swali, kwa nini unataka kuwa tajiri? Wengi hamna jibu la swali hili. Hamjui kwa nini mnataka kuwa tajiri. Sasa sababu ya wewe kutaka kuwa tajiri ni muhimu sana. Itaamua Mungu aachilie baraka kwa kiasi gani. Kama kuna mwingine anakuambia nikipata hela watoto wazuri watanikoma. Ukiwa kama hiyo ndo sababu yako ya kuwa tajiri, my dear, una safari ndefu sana. Na watu mara nyingi kama hawapati wanawake au wanawake, nikipata hela wanawake watanikoma. Kuna jamaa mmoja anasema waje wapi? Walikuwa wapi wakati hatuna hela? Acha kuwa na motivation mbaya za kutafutia pesa au kutaka kufanikiwa. Hiyo ilikuwa ni pati nyingine muhimu sana. Leo nitaenda na pati ya mwisho kwa haraka sana. Then video inayofuata nitaendelea na series zingine za kujenga utajiri kutoka kwenye kitabu hiki. Hakikisha hii series za hizi video za series za kujenga utajiri nilizojifunza kwenye kitabu, hakikisha hizi video unazitazama zote kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Hiyo ni moja ya gharama unayotakiwa kuilipa ili kubadilisha ufahamu wako. Usiskip video. Video na dakika 15 usiangalie kwa dakika 8. Hii ni gharama, lazima ukubali kulipa gharama. Sasa wewe vitabu vya gharama utaki kununua, semina za gharama utaki kwenda, kutafuta wataalamu wa kushauri utaki, unaona ni gharama. Hata video za bure nayo unaiangalia kwa dakika 4, unaenda kwenye mitandao ya kijamii. Yaani unakuwa ni kwamba hauko serious kwenye maisha yako. Lazima uwe tayari kulipa gharama, na sometimes si tu kutoa gharama ya pesa, hata kutenga muda kufuatilia vitu vya msingi kama hivi. Moja ya siri nyingine muhimu ya kujenga utajiri niliyojifunza kutoka kwenye kitabu changu hiki pendwa, my favorite dunia nzima, cha School of Money, inaitwa Parkinson's Law. The Parkinson's Law. Hii ni kanuni ya kwamba itakusaidia kudhibiti matumizi yako yasipotee. Wengi hamna shida ya kipato, wengi mna shida ya matumizi. Na nilichojifunza, siri ya kujenga utajiri haiko kwenye kipato, iko kwenye matumizi. Mtu anayelipwa mshahara 300,000, 400,000 kama ataweka akiba kila mwezi, mwishoni atakuja kufanikiwa sana kuliko anayelipwa mshahara 1,000,000, 1,300,000, 1,500,000. Tatizo sio kipato, mara nyingi tatizo ni akiba. Sasa tatizo ni matumizi. Mwandishi anatufundisha kanuni inaitwa The Parkinson's Law. Kanuni inasema hivi: a man's expenses will always raise to meet his income and make him stay the same. Narudia kusoma. A man's expenses will always raise to meet his income and make him stay the same. Yani siku zote matumizi yataongezeka kwa kadri kipato kinavyoongezeka, na yatakufanya uishi katika namna ile uliokuwa naishi. Leo unasema kwamba mimi bwana mshahara wangu 600,000, nikiongezewa tu ndo nitaanza kuweka akiba, nitaanza kuwekeza. My dear, mshahara utakapoongezeka, kipato kitakapoongezeka, matumizi nayo yataongezeka. Hiyo ni kanuni ya maisha ya kawaida. Leo unapanda daladala, mshahara unaongezeka, unaanza kuona wewe si wa daladala, wewe ni wa Uber, wa Bolt. Mshahara unaongezeka, unakuwa manager, unakuwa CEO, unaanza kuona mimi bwana natakiwa ninunue gari.
mshahara unaongezeka, unabadilisha makazi. Kwa hiyo ni stand, yani kitu cha kawaida kabisa kwenye maisha. Sasa hii video nitaishia hapa. Pati ya video inayofuata nitakayoelezea siri zingine, nitamalizia hii kanuni. Nitakufundisha kanuni rahisi za kudhibiti matumizi yasipotee. Kanuni rahisi ya kudhibiti pesa zako zisipotee. Nakupa kanuni rahisi zilizothibitishwa na za uhakika. Hizo kanuni ukizisikiliza, nina uhakika utaacha kupoteza pesa. Utaweka akiba hadi 30% mpaka 40% ya kipato chako. Kwa make sure video nyingine inayoelezea siri za utajiri kutoka kwenye kitabu cha School of Money, video inayofuata, make sure unaiangalia ikitoka tu. Make sure una subscribe. Ukisubscribe nikiweka hiyo video utapata taarifa. Wengi mnafuatilia video zangu, zinafuatiliwa na zaidi ya milioni 2, lakini wale subscribe ni watu 60,000. Kwa make sure una subscribe ili nikiweka video nyingine upate. Nitakuelekeza hii kanuni ya Parkinson's Law, jinsi ya kuivunja hii kanuni ili mapato yako yanavyozidi kuongezeka na akiba yako iongezeke, uwekezaji uongezeke. Kwa make sure unanifuatia katika video inayofuata. Na kama nilivyokuambia, video hii bwana imedhaminiwa na Biashara Soft. Biashara Soft ni mfumo wa kisasa wa kusimamia biashara yako na stock yako. Unasimamia wateja, unasimamia stock, unasimamia kila kitu kwenye biashara yako. Badala wewe kuandika mauzo kwenye madaftari, kupiga mahesabu au mambo yamepigwa na mpito na wakati. Sasa hivi kutumia mfumo wa Biashara Soft ni application inakusaidia kumanage biashara yako kisasa na kidigitali kabisa. Tuseme ni kama daftari la kidigitali. Kwa popote ulipo nchini Tanzania ni rahisi sana kutumia mfumo huo. Hata kama umeishia darasa la 7, uko katika lugha ya Kiswahili na upo pia katika lugha ya Kiingereza. Kupata mfumo huu wa Biashara Soft, piga namba za simu unazoziona katika screen. Na by the way, kama nilivyokuambia, hii kitabu cha School of Money kuna part 1 na part 2. Part 1 ni hii 1035, part 2 ni hii 1035. Ni kitabu kikubwa. Kwa hiyo ukitoa 70,000 unapata vitabu vyote, part 1 na part 2. Nina uhakika hutajutia. Na habari njema ni kwamba hiki kitabu kiko kwenye lugha ya Kiingereza, na wale ambao hamuelewi Kiingereza kiko kwenye lugha ya Kiswahili. Nimevileta vyote kwa sababu ni kitabu ambavyo nimeona kimenisaidia mimi na hakika kitakusaidia na wewe. Ukihitaji original version ni 180,000. Utofauti na kwamba hiki na hiki ni kwamba hiki wamejumlisha vitu vyote na hiki ni kigumu sana. Sasa by the way, kama wewe sio mtu mwenye kipato kizuri, unaweza kununua hiki. Ni imara kabisa, kitakusaidia. Lakini zaidi pia unaweza kusoma kitabu changu cha Akili ya Fedha, ni 30,000, kinakueleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Pia unaweza kusoma kitabu cha Kanuni 20 za Fedha 25,000. Unaweza kusoma jinsi ya kuanzisha na kuuza biashara 25,000. Soma pia kitabu changu cha Nguvu ya Kujua 25,000. Na pia by the way, kama wewe una kikoba popote ulipo nchini Tanzania, kwa sasa tuna mfumo ambao tuna application ambayo inakusaidia kumanage kikoba chenu. Mtu akipitiliza rejesho, kikundi kizima mnapewa message kwamba bwana Amina amepitiliza rejesho. Lakini pia mtu akipitiliza siku ya kuweka akiba, mfumo wetu unampiga fine. Mtu akipitiliza rejesho la kufanya rejesho, mfumo unampiga fine. Mtu akipitiliza siku ya kuweka akiba, mfumo unapiga fine. Na watu wote wanatumia ujumbe kwa kila kitu. Kwa mfumo wetu wa vikoba utawasaidia kumanage mikopo kwenye vikoba, itawasaidia kumanage akiba mnazoziweka. Ni mfumo wa kisasa sana. Kwa hiyo unahitaji kutumia. Kwa kama una kikoba chochote, by the way pia kama una kikoba chochote, natoa elimu ya jinsi ya kukuza vikoba bure kwenye kikoba chochote Tanzania. Hata kama uko mkoani, unaweza kuwasiliana nasi kupata elimu ya vikoba pia bure. Kama una kikundi au una vikoba vyovyote, wasiliana nasi. Tutapewa elimu ya vikoba bure, jinsi ya kufanya uwekezaji kwenye vikoba. Natoa hiyo elimu bure kabisa. Asante sana kwa kunisikiliza. Ni follow kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, Instagram, Facebook na TikTok. Na zaidi, tafadhali usiache kusubscribe. Unaposubscribe unanitia moyo wa kutengeneza video kama hizi nyingi zaidi. Asante sana, hadi wakati mwingine. Piga namba za simu unazoziona kwa ajili ya huduma yoyote ile. Mungu akubariki.